Bwana Yesu asifiwe, na karibu katika kipindi cha neno lake Bwana. Haleluya. Amen. Na siku ya leo naenda kuzungumza kuhusu tatizo la kiroho lililo duniani na suluhisho ya kiroho ya pekee. Bwana Yesu asifiwe. Na kifungu cha Biblia ni katika kitabu cha Warumi mlango wa 3. Kuanzia mstari wa 10 hadi mstari wa 20 nitasoma. Kama ilivyoandikwa ya kwamba hakuna mwenye haki hata mmoja, hakuna fahamuye, hakuna amtafutaye Mungu. Wote wamepotoka, wameoza wote pia. Hakuna mtenda mema, la hata mmoja. Koo lao ni kaburi wazi, na kwa ndimi zao wametumia hila. Sumu ya fira chini ya midomo yao. Vinywa vyao vimejaa laana na uchungu. Miguu yao ina mbio kumwaga damu. Uharibifu na mashaka yamo njiani mwao, wala njia ya amani hawakuijua. Kumcha Mungu hakupo machoni pao. Basi wajua ya kuwa mambo yote inenayo torati huyanena kwa hao walio chini ya torati, ili kila kinywa kifungwe na ulimwengu wote uwe chini ya hukumu ya Mungu, kwa sababu hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki mbele zake kwa matendo ya sheria, maana kutambua dhambi kuja kwa njia ya sheria. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno hili la leo na liwe jibu katika maisha yako, kwa kufunguka macho ya kiroho na kujua tatizo kuu katika dunia ni tatizo la kiroho, na jibu la kipekee sharti liwe jibu la kiroho, na kweli ni jibu la kiroho, na jibu hilo ni Kristo aliye kiini cha Injili. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu wetu ni Mungu wa neema, na ameumba watu wake kwa mfano wake mwenyewe, na anataka tukaweze kuishi maisha ya baraka, si maisha ya kufungwa na dhambi, kuonewa na shetani, ama kuishi chini ya laana. Anataka tuishi maisha yenye baraka, yaliyojaa baraka kamilifu. Haleluya. Na kwa kusudi hili Mungu ametupatia Injili, Injili ambao ni uwezo wake Mungu. Rumi mlango wa 1 mstari wa 16 hadi 17. Na ametupatia Injili katika mazingira gani haya? Mazingira ambayo yamejaa giza. Kumbuka vile neno la Bwana lisemavyo katika Isaya 60 mstari wa 1 hadi wa 3. Ondoka uangaze, kwa kuwa nuru yako imekuja, na utukufu wa Bwana umekuzukia. Maana tazama, giza litafunika dunia, na giza kuu litazifunika kabila za watu. Bali Bwana atakuzukia wewe, na utukufu wake utaonekana juu yako. Na mataifa wataijilia nuru yako, na wafalme kuujia mwanga wa kuzuka kwako. Bwana Yesu asifiwe. Giza kuu litafunika dunia, ndivyo neno lisemavyo. Hili giza ambalo litafunika dunia ni giza la aina gani? Si giza la usiku, ni kazi za shetani. Ni tatizo ambalo wanasayansi hawezi kutatua, wanasiasa hawezi kulitatua, wanauchumi hawezi kulitatua. Si tatizo litatuliwa na juhudi za kibinadamu wala pesa. Ni tatizo ambao uweza wake Mungu peke yake ndio unaweza kutatua, na uweza wake Mungu unadhihirika kupitia Injili. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Na kwa sababu ya kazi ya shetani, mikasa ujia dunia, na shetani uonea dunia, uonea watu walio katika dunia katika matatizo 12 muhimu.
Na hili uliweke maanani na uzingatie jibu la kipekee ambao ni Kristo, ambao ndio jibu la kiroho ambao Mungu ametupatia. Tatizo la kwanza katika matatizo haya 12 ambayo naenda kuzungumzia kwa ufupi ni tatizo la ubinafsi. Tatizo ambalo liliingia Mwanzo mlango wa 3 mstari wa kwanza hadi mstari wa 6. Mwanadamu ambaye alikuwa pamoja na Mungu akatenganishwa na Mungu. Mwanadamu ambaye alikuwa mwenye haki akafanyika mwenye dhambi na akaanguka katika utawala wa Shetani. Tangu wakati huo mwanadamu ameishia kutafuta mambo ya kibinafsi, ubinafsi wake mwenyewe, na hata kujidhania ya kwamba hamuhitaji Mungu. Vile Shetani alimdanganya ya kwamba atakuwa kama, atafunguliwa macho hawe kama Mungu akijua mema na mabaya. Ndio sasa hivi mwanadamu anadhania ya kwamba pasipo Mungu anaweza kuishi kwa nia yake nzuri, kusudi lake nzuri, wema wake wa kibinafsi. Lakini sivyo. Shetani anafanya kazi nyuma yake na lengo lake ni kumharibu na kumwangamiza. Wanadamu ambao wamefungwa na ubinafsi huu, ndio sababu unaweza kuwatenda mema uwezavyo na ukawapatia kipaumbele katika maisha yako, lakini ukaja kuona ya kwamba hata wana shughuli na wewe. Ni kwa sababu gani? Shetani ameweka uovu katika maisha ya mwanadamu aliyetenganishwa na Mungu na aliye mwenye dhambi na aliye katika utawala wa Shetani. Na hivyo ndiyo sababu unaona watu wanaishi pasipo hofu ya Mungu ndani ya mioyo yao. Hawana ile hisia ya utu hata katika maisha yao. Ni kwa sababu gani? Wamepoteza baraka za kimsingi, baraka ya mfano wa Mungu katika maisha yao. Na ndiyo sababu wengine wanaishi maisha kama mnyama. Na unasikia msemo kama unyama, mtu anatendea mwingine unyama. Ni kwa sababu ya ubinafsi ambao umekita mizizi katika maisha ya mwanadamu. Tatizo la pili ni tatizo la kupenda anasa na mali za kidunia hii. Kama tusomavyo katika Mwanzo mlango wa 6 mstari wa 3 na wa 4. Wanatafuta anasa za dunia hii peke yake. Badala kutafuta kumuishia na kumwabudu Mungu, wanatafuta anasa za dunia hii peke yake. Alafu wanakimbilia ufanisi. Wanafikiri wakifanikiwa katika mali za dunia hii, maendeleo ya dunia hii, hata pasipo Mungu atakuwa sawa. Ndivyo walivyofanya katika Babeli. Mwanzo 11 mstari wa 4. Wakajenga mnara wajifanyie jina, si wamtukuze Mungu, si wamtumikie Mungu, bali wajifanyie jina. Lakini muda si muda waliporomoka. Na hata wale ambao wanakimbilia mambo ya kufanikiwa pasipo kumjali Mungu, si muda mrefu wataporomoka kama mnara wa Babeli. Amen. Na ili kutatua matatizo yao, wengi wamejaribu mambo ya uchawi. Mambo ya uchawi kama vile tunaona Matendo ya Mitume 13 mstari wa 6 hadi wa 8. Bali Yesu alikuwa anafanyia wengi mambo ya kichawi. Na mambo ya kichawi yanapingana na injili ya kweli. Na ndiyo sababu Paulo na timu yake walipoenda kuhubiri injili maeneo ya Pafu, Elima alijaribu kuwapinga na nguvu zake za kichawi. Lakini Paulo akakemea nguvu hizo na zikashindwa katika jina la Yesu Kristo. Hata sasa nakemea kazi za mapepo na zishindwe katika jina la Yesu Kristo. Nguvu zote ambazo zinasimama kinyume cha injili safi ya Kristo ziporomoke katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Watu wamejaribu kupitia roho za uaguzi. Kama tunavyosoma katika Matendo ya Mitume 16 hadi 18. Kulikuwa na kijakazi mwenye pepo wa uaguzi. Na alikuwa anasema maneno ambayo yanafanana na mambo mazuri. Wanafuata Paulo na Sila wakisema, watu hao wanahubiri habari za Mungu aliye juu, wasikilizeni. Ni maneno yanaonekana kuwa ni ya kupendeza, lakini anayesema maneno hayo ana pepo. Paulo aliangalia na akasumbuka kwa hilo na akakemea hizo pepo, zikamtoka huyo kijakazi. Na wale walikuwa wamemiliki walikosa biashara yao, kwa sababu walikuwa wanatumia hiyo roho ya uaguzi kujipatia mapato. Ilikuwa ni kama kitega uchumi.
Na watu wengi wanafanya hivyo hata makanisani sasa hivi. Usidanganyike. Ukiajibu halisi kupitia injili ya Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akasema, mkiendelea katika fundisho langu, mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli, nanyi mtaijua kweli, na kweli itawaweka huru, na mtakuwa huru kweli kweli. Endelea katika fundisho la Kristo Yesu. Usitegemea hayo mambo ya kufanyiwa uaguzi na kuambiwa eti yatakuwaje, yalikuwaje. Endelea katika fundisho la Kristo Yesu, utawekwa huru na utakuwa huru kweli kweli. Wengine wamejaribu kutafuta majibu kupitia njia za urogi, ni aina nyingine ya uchawi. Matendo ya Mitume 19:19. Injili ya Kristo ilipopenya katika mazingira ambao walikuwa wamezoelea mambo kama haya, watu waliguswa na uwezo wa Mungu upitao uwezo mwingine wote, wakaleta vitu vyao vya urogi na uchawi vikachoma. Na hata sasa hivi natangazia uchawi wote popote ulipo, katika eneo hili, uchomeke kwa uwezo wa Kristo katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna uwezo ulio juu ya uwezo wake Mungu. Lakini wasiomwamini Yesu Kristo, wasiookolewa, hawana habari. Wao wamefungwa katika utawala wa shetani. Shetani ni baba yao. Kitabu cha Yohana 8:44 inasema hivi, ninyi ni wa baba yenu Ibilisi, na tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda. Wasiookolewa ni wa baba yao Ibilisi. Hawana budi ila kuendelea kutenda tamaa za baba yao. Na wakati mwingine watatenda mambo ambayo hutarajii, mambo mabaya, mambo machafu. Ni kwa sababu baba yao Ibilisi ndiyo tabia yake. Na hivyo basi wanaishi kama watumwa. Hii ni tatizo la 8. Watumwa wa shetani. Ingawa wanataka kujikwamua, hata wanafanya azimio mbalimbali ya kwamba wataenda kuwa tofauti, lakini unakuta wanaanguka katika tatizo lile lile. Ni kwa sababu ni watumwa wa shetani. Waefeso 2:2, hawana budi la kufuata mfalme wa uwezo wa anga, roho yule atendaye kazi sasa katika wana wa kuasi. Watu kama hao, tatizo la 9, hawawezi kuwa na amani ya kweli. Haijalishi watakuwa na mali nyingi kiasi gani, haijalishi watakuwa na mapambo mazuri kiasi gani, wana mizigo mizito katika fikra zao. Na ndio sababu wengine wanakosa usingizi usiku, wakati wengine wanasisimuka kwa muda, halafu wanapata msongo wa mawazo. Baada ya hapo, mizigo mizito hiyo. Mathayo 11:28, Yesu anasema, njooni kwangu nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapa pumziko. Pumziko la kweli liko ndani yake Kristo. Ndio sababu nasema tatizo la kuonewa na Ibilisi si tatizo ambalo litatatuliwa na wanasiasa, si tatizo litatatuliwa na pesa, si tatizo litatatuliwa na madawa, sayansi. Litatatuliwa na Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Ndio sababu ukija kwake Yesu Kristo utapata pumziko halisi. Lakini watu wasipotambua injili hii ya Kristo, ama wasipoichukulia maanani hata baada ya kuisikia, hawana budi ya kwamba wakati utafika watateseka na magonjwa ya kimapepo. Watu katika mji wa Samaria waliteseka hivi. Tunasoma Matendo ya Mitume mlango wa 10, Matendo ya Mitume mlango wa 8 mstari wa 8 na mstari wa 4 hadi wa 8. Walionewa na Ibilisi, hata wengine wakawa wamepooza, hadi wakati Filipo aliteremka katika mji wa Samaria akawahubiria Kristo. Mapepo yaliwatoka na waliokuwa wamepooza wakapona. Ikawa furaha kuu katika mji wa Samaria, na furaha kuu irejeshwe katika maisha yako siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Furaha kuu inarejeshwa, si kwa vitu ambao unaweza kuzipata na kuzipoteza wakati mwingine, ni kupitia Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Na watu wasipopata injili ya Kristo, wasipoichukulia maanani injili ya Kristo, watu wakipuuza injili hii ya Kristo ambayo ni uwezo wa Mungu, wakati tafika watakufa na kwenda jehanamu. Ni kweli imewekewa kila mtu kufa mara moja, na baada ya kifo hukumu. Waebrania 9:27, lakini wasio ameni wanapokufa wanaenda katika mateso ya milele na milele jehanamu. Kumbuka habari ya tajiri na Lazaro. Tajiri alivyoishi hakujali kwamba kuna maisha baada ya kifo, hakujali kwamba kuna wokovu. Alipokufa alienda sehemu ya mateso.
Mapenzi ya Mungu ni kwamba ukaweze kuokolewa na ukaweze kukombolewa na ukaweze kuwekwa huru kutoka vifungo vyote vya mapepo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini watu wasipozingatia injili hii, wasipoichukulia maanani neno hili la uzima, wakati utafika ya kwamba hata baada ya kufa na kwenda katika maangamizi ya milele na milele, wanaacha laana, urithi wa kiroho wa laana, mikasa na mikosi kwa watoto na watoto wao hadi kizazi cha 3 na cha 4. Hivyo neno lisemalo katika kitabu cha Kutoka mlango wa 20 na mstari wa 4 hadi wa 5. Ndio sababu nyumba za wachawi ambao walimkana Yesu Kristo, wanapokufa wanaacha laana. Ndio unaona mjukuu wanarithi mapepo ya kiganga na kichawi. Hiyo ishindwe katika jina la Yesu Kristo. Na unapomwamini Kristo, unapompokea ndani ya moyo wako, utawekwa huru kutoka maonevu yote hata ambayo yanashuka kizazi hadi kizazi kingine. Bwana Yesu asifiwe. Wanadamu wote walizaliwa wakiwa katika maonevu haya, mkasa huu mkuu. Ndiyo sababu tumesoma hapa katika kitabu cha Warumi mlango wa 3 mstari wa 10 ya kwamba kama ilivyoandikwa ya kwamba hakuna mwenye haki hata mmoja. Hakuna mwenye haki hata mmoja. Mtu asikwambie kwamba eti watoto ni malaika. Biblia inasema hakuna mwenye haki hata mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Eti watoto wahubiri malaika wasipomwamini Yesu Kristo watabakia katika utawala wa shetani. Hakuna mwenye haki hata mmoja. Hata eti mtu ameishi katika maisha ya dini, amejitoa vizuri sana, ana tabia nzuri, maadili mema, tumesoma hapa ya kwamba hutahesabiwa mbele zake Mungu kwa matendo ya sheria. Hiyo ni kitabu cha Warumi 3 na mstari wa 20. Nisome kwa mara nyingine. Kwa sababu hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki mbele zake Mungu kwa matendo ya sheria. Kwa maana kutambua dhambi huja kwa njia ya sheria. Kwa njia ya sheria tu tunatambua dhambi, lakini kwa njia ya sheria hatuwezi kuhesabiwa haki. Kuhesabiwa haki ni kupitia Kristo Yesu peke yake. Yeye ambaye alikuwa hana hatia alimwaga damu yake isiyo na hatia msalabani. Hiyo ndio inatusafisha na kutufanya wenye haki, watu watakatifu mbele zake Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa neema yake Mungu. Warumi hiyo 3 mlango wa 24 unasema hivi: wanahesabiwa haki bure kwa neema yake kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu. Tunahesabiwa haki bure kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu. Ukombozi hautapatikana mahali pengine. Hautapatikana kwa mali za dunia hii. Hautapatikana kwa juhudi za kibinadamu. Ni kwa Kristo Yesu na Kristo Yesu peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Ndiyo sababu tufanye nini? Tumwamini Yesu Kristo. Na kwa wewe uliyemwamini Yesu Kristo, endelea katika fundisho la Yesu Kristo. Waweza kusema nimemwamini Yesu Kristo, lakini mbona tatizo bado lipo? Neno la Mungu lasema, mkiendelea katika fundisho lake Kristo Yesu, mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli, nanyi mtaijua kweli, na kweli itawaweka huru. Nanyi mtakuwa huru kweli kweli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuendelee katika fundisho la Yesu Kristo. Hapo ndipo tutapata uhuru, na uhuru kweli kweli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tutawekwa huru na tutakuwa huru kweli kweli. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna njia nyingine, ni kupitia injili ya Kristo Yesu na Kristo Yesu peke yake. Na asiyemwamini Yesu Kristo, tumwamini na tumpokee ndani ya mioyo yetu. Tukimwamini na tumpokee ndani ya mioyo yetu, tutafanyika watoto wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tutafanyika watoto wa Mungu. Na baada ya kumfanyika watoto wa Mungu, tuazimie ya kwamba tutaendelea katika fundisho la Kristo Yesu peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu Kristo ndiye kweli ambao itatuweka huru na tutakuwa huru kweli kweli. Yesu mwenyewe akasema, mimi ndimi njia, ndimi kweli na ndimi uzima. Bwana Yesu asifiwe.
Na hivyo hiyo ndio kweli ambao tuendelee ndani yake. Na tutawekwa huru na tutakuwa huru kweli kweli. Ni kwa sababu wapo wengi ambao wanapokea uhuru ambao unakaa kama bandia wa muda mfupi, na tatizo linarudi pale pale. Tusidanganyike. Bwana Yesu asifiwe. Tuendelee katika fundisho la Yesu Kristo, na tutaijua kweli, na kweli itatuweka huru, na tutakuwa huru kweli kweli. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atubariki na alibariki neno lake. Na tuombe. Mungu wetu na Baba yetu, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa sababu Yesu ndiye Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Wakati tulikuwa tumetenganishwa na Mungu, Kristo ukawa ndiyo njia peke yake ya kutuokoa. Wakati tulikuwa tumeonewa na dhambi na shetani, Kristo ukawa ndiyo njia peke yake ya kusafisha dhambi zetu, na ukakivunja kichwa cha shetani, na tumeifungua mioyo yetu. Tumekukaribisha, tawala maisha yetu, na ukatuongoze siku zote za maisha yetu. Ni kwa sababu wewe ni kimbilio letu, wewe ni msaada wa karibu, wewe ni ngome imara ambao wenye haki wanakimbilia na kuwa salama. Asante Mungu mwenye baraka zote, na katika jina la Yesu Kristo tunaomba. Amen.